بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsallim mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, awali ya yote ninakuhusieni kadhalika kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani suala la uchamungu ni jambo linalohitajika katika maisha yetu, lakini pia katika maisha ya ndoa, mume na mke na watoto wanahitajika sana wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Hata utaona katika khutba ya ndoa aya zinazotumika zote zinawahusia Waislamu, zinawahusia waumini na wanadamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi ambao umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya mwisho kadhalika, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi ambao umemwamini Allah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maisha ya mwanadamu na maisha ya ndoa kati ya mume na mke na wale watoto waliokuwa nao, yanahitajika wayaegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wamche Allah ukweli wa kumcha, kwani kuna kufaulu kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia hii na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ninayo furaha ya hali ya juu. Jambo la kwanza, kukutana na ndugu zangu katika mji huu. Wapi? Islamagazi Nindo. Wallahi na furaha ya hali ya juu. Jambo la pili, na furaha ya mdogo wangu kuoa. Huyu ni mdogo wangu Abu Salim Luqmani Salim, Allah muhifadhi na ajalie ndoa hii baraka na kheri za hali ya juu, na wajalie kizazi kilichokuwa chema. Ni mdogo wangu ambaye baada ya mimi ndio anaingia yeye. Kuna furaha ya hali ya juu, Allah ambarik. Ama mimi na saha zangu kwa ufupi, maana ilizungumzwa na mashekh ni mambo muhimu mno. Lau kama tutafanyia kazi kuanzia yale yalizungumzwa katika khutba, ni namna gani mtu aiendee jambo la ndoa, kadhalika namna gani vijana hawatakikani kuliogopa suala hili, kwa sababu lina ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, in yakunu fuqara, kama hao wanaooa watakuwa ni mafakiri, Allah atawatajilisha kwa fadhila zake. Lakini maneno mbalimbali, aqwali salaf, maneno ya wema waliotangulia, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni haki ya Allah tabaraka wa taala kumsaidia yule ambaye anahitaji kuoa, lengo ajizuilie na machafu. Sasa suala la kuoa watu wasilizembee na walishukulia umuhimu wa hali ya juu. Mtu anapooa au kuolewa, lengo kubwa la hao wawili ni kupata kizazi. Kila mmoja anapooa ana matarajio ya kupata kizazi. Sasa ni kizazi gani kilichokuwa bora? Ni kile kizazi ambacho watazaa watoto wao
wale watoto watakuwa wema wakamwabudu Allah tabaraka wa taala. Ndio tunarudi kwenye uchamungu kwamba suala la kumcha Allah ni jambo la lazima. Sasa hao watoto kuwa wema, watoto kuwa wazuri, watoto kuwa na tabia zilizokuwa njema, watoto kuwa na adabu, mwanzo wanaotengeneza haya wanayatengeneza wazazi wawili. Baba anatengeneza mtoto wake kufikia katika tabia zilizokuwa nzuri. Baba anamtengeneza mtoto wake kufikia katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mama, hawa wawili wakazitengeneza nafsi zao, wakaelekea kwa Mola wao Allah tabaraka wa ta'ala, basi hao watoto wanaowazaa kwa idhni ya Allah watakuwa wema, watakuwa wacha Mungu, watamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na akhlaq zao zitakuwa nzuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema qu anfusakum wa ahlikum nara. Mwanzo anaangaliwa mzazi, baba ambaye ni msimamizi, kwanza aiokoe nafsi yake na aokoe nafsi za familia yake kutokana na moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwanamume, baba katika familia, atakapoiokoa nafsi yake, maana atamtii Allah tabaraka wa taala, atamwabudu Allah tabaraka wa taala, atafuata sheria za Mtume sallallahu alayhi wasallam, maamrisho ya Allah na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yake huyu atakuwa ni kiigizo kwa mkewe. Baba akifanya ibada, akawa ni mtu wa kusoma, anahudhuria katika madaris mbalimbali, anamwabudu Allah, anashikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, mwanamke ataiga tabia ya mumewe. Na hawa wawili wakimcha Allah, wakamwabudu Allah tabaraka wa taala, wale watoto wanaowazaa watawaiga wazazi wao. Mmoja katika ahlul ilmi anasema mtoto wa kiume huwa anamuiga baba yake, zile tabia alizokuwa nazo. Kama baba atakuwa ni mtu wa ibada, basi na yule mtoto atamuiga baba yake. Baba akiwa anapenda kuvaa mavazi ya Kiislamu, anapenda kuvaa kanzu, yule mtoto ataathirika na baba yake. Baba ameachia ndevu zake, amefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yule mtoto kadhalika atamuiga baba yake. Hivyo hivyo na binti huwa anamuiga mama yake, tabia alizokuwa nazo mama yake, basi na binti anaziiga. Kwa hiyo mama akiwa na tabia nzuri, mama anajistiri, anavaa mavazi ya stara, anavaa niqab. Leo utaona hata vitoto vidogo ambavyo vimekulia katika mazingira ambayo wazazi wanavaa stara, mama anavaa stara, na venyewe vinatamani. Kwa hiyo nasaha zangu wazazi, ili kupata watoto waliokuwa wema, watoto ambao lau tutakufa wakabakia katika ardhi hii wanatuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza, hakikisha nafsi zenu nyinyi kama wazazi, mimi mzungumzaji, nyinyi mnaonisikiliza, kadhalika baba harusi, kwa sababu huko ndiko anakoelekea, kuhakikisha anakuwa na kiigizo, alqudwatun hasana, kiigizo kilichokuwa chema. Wale watoto wawaige wazazi. Lakini jambo la pili ambalo nimalizie kutokana na muda, kadhalika nimwachie shekhe wangu na mwalimu wangu. Jambo la pili, adduau inda aljimaa, dua wakati wa kufanya tendo la ndoa. Hili ni jambo muhimu mno ambalo lau watu wakalitabikisha na wakajitahidi kulifanyia kazi, ni sababu mojawapo ya kupata watoto waliokuwa wema. Wengi katika Waislamu swala hili wamelisahau, wengi katika Waislamu swala hili wamelisahau. Dua wakati wa kufanya tendo la ndoa huijui, uliza walimu wapo, mashekhe wapo, wakufundishe ni dua gani ambayo wewe utaisoma wakati ambao unakwenda kufanya ile ibada ambayo ina raha mwanzo wake mpaka mwisho wake. Basi watakuelekeza
namna ya kuisoma dua hiyo. Na haya yana ushahidi katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayeomba dua hiyo Allah akakadiria wakaruzukiwa mtoto, basi Allah anamuepusha na shaitani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ أبا شيماء بما قدمها علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه جزاء خيرا، وأن يجعل هذه النصائح في ميزان حسناته يوم القيامة. والآن يعني الشيخ ويتو أبو عبد الرحمن وعبد الرحيم نعم tunamwomba aje na yeye atoe nasaha zake inshallah. Falyatafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله tunamwomba awalan aibariki ndoa hii na awajalie hawa kuingia katika maisha haya ya ndoa, awape kizazi kichokuwa bora, kizazi kitachokuwa kikimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na maarifa. Ndugu zangu katika imani, kutokana na muda mimi sitokuwa na mengi sana, isipokuwa mashekhe wamezungumza mambo mengi sana, na wallahi lau kama tukiyafanyia kazi haya na tukatosheka nayo, kuna khairi kubwa sana. Khatibu wetu kazungumza vitu vya msingi sana katika maisha ya ndoa na misingi ya dini yetu hii ya Uislamu, kwa sababu swala hili la ndoa ni sio jambo la kimazoea wala desturi za watu, ni jambo la kisheria. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ameliwekea utaratibu maalum. Watu watapofikisha umri fulani ambao kuna haja ya kuoana, maana mume aoe na mke aolewe, basi kuna haja ya kutumia njia hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielekeza kulifikia jambo hili. Mimi kwa haraka tazungumzia haki ni mushtaraka, haki za ushirika kati ya wanandoa, ambazo ni katika vitu muhimu sana ambavyo inatupaswa tuvizingatie na kuvichunga, kwa sababu wengi katika wanandoa wanaoana, lakini mtu hajui yeye ana haki gani kwa mke wake, na mke pia ana haki gani kwa mume wake. Katika vitu vya msingi sana kuvijua ni hizi hukuku za ujia, haki za wanandoa. Sasa kuna haki zinazomhusu mume kwa mke wake na mke kwa mume wake. Mimi nitazungumzia ambazo zinahusu wote kwa pamoja, maana yake wanashirikiana kutokana na muda. Katika haki ambazo zinawahusu wanandoa wote, jambo la kwanza ni husnu muashara, kuishi vizuri kati ya mume na mke. Mkishaoana, maana nyinyi mnatengeneza familia. Kwa hiyo kuishi vizuri na utaratibu ambao Allah aliyoweka, basi ni sababu tosha ya familia yenu kuwa ni mustaqim, hiyo imenyooka katika dini. Maana mume aishi vizuri na mke wake, mke naye aishi vizuri na mume wake, watambue kwamba wapo katika ibada ambayo ni swala la ndoa. Sasa katika jamii yetu sasa vitu hivi, hasa swala hili la husnu muashara, sehemu kubwa limekosekana,
na kwa sababu watu uhudhuriaji katika darsa na sehemu vyanzo vya elimu inakuwa ni vidogo sana. Kwa hiyo unakuta watu wakioana wanaishi kimazoea, kama walivyoona wazee wao au watu wengineo. Lakini tukifuata utaratibu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliweka, basi ndoa zetu zitakuwa zina baraka kubwa sana, na watu kuachana itapungua sana, kwa sababu kila mmoja atatambua haki ya mwenzie. Kwa hiyo kuishi vizuri, na Allah subhanahu wa ta'ala akalihimiza hilo, akasema waashiruhunna bil ma'ruf, kwamba ishini na hao wanawake kwa wema, tuishi nao kwa wema. Kwa wema mkubwa sana natakia wewe umfanyie mke wako, uwe mbora kwa mke wako. Mtume anasema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake, kwa mke wake, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Kwa hiyo tu watu bora, tu ni watu ambao tunatengeneza wala sio kuharibu. Lakini jambo la pili katika haki ambayo ni mushtaraka za ushirika kati ya mume na mke ni adamu ifsha usiri, kutoa siri za ndoa. Katika vitu ambavyo vinapatikana sana katika ndoa zetu ni mume au mke kutokuwa na kifua katika ndoa yao, ya kuficha siri za ndani. Maisha ya ndoa yana changamoto nyingi, na yana raha pia na starehe, na kuna mitihani mingi sana. Kwa hiyo kati ya mke na mume wanahitajia haja kubwa sana kuficha siri ya mwenzie. Wenda maisha magumu, isiwe sasa mwanamke mume apati kipato ndio anaeneza taarifa mitaani, mume huyu maskini, mume huyu kadha wa kadha, leo tumeshinda na njaa. Au wewe mwanamume imamumua mke wako ukakuta dosari anayo, ukaanza kueneza mitaani, yule ana kadha au ana kadha na kadha. Usifanye kitu kama hicho, hifadhi heshima ya ndoa yako. Kwa hiyo katika kuhifadhi siri ni sababu kubwa ya kudumisha ndoa yako au ndoa zetu zote. Lakini jambo la mwisho ambalo jambo muhimu sana ni kuwa na mapenzi, kupendana kati ya mke na mume, ambao Allah amelisisitiza hili akisema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah kajalia kati yenu mapenzi na huruma. Nadhani ustadhi kasherehesha kiasi kikubwa sana kuhusiana na mapenzi na huruma. Kwa hiyo tukipendana au mume na mke wakipendana, basi watadumisha ndoa yao kwa muda mrefu sana. Lakini mmoja katika wao akimchukia mwenzie kwa sababu ambazo sio za msingi, sio za kisheria, basi ni sababu kubwa ndoa kutokudumu. Na sisi ahli sunnatul jamaa tunafanyia kazi mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika vitu ambavyo ni vibaya sana ni vijana kuacha wanawake. Kijana kaoa leo, kesho kaacha, sababu mke hajui kupika vizuri. Hizo sababu ya msingi. Mpende mke wako, mfundishe. Wewe unajua kupika, mfundishe kupika. Hasa vijana wengi hivi sasa unakuta wanaacha wanawake kwa sababu sio za msingi. Mke swali, hataki kusoma. Kuna utaratibu, sheria imewekwa kabla ya kumwacha. Lakini tusikulupuke kutoa maamuzi katika vitu ambavyo tumuhusiwa na ustadhi. Subra pia katika msingi mkubwa katika maisha ya ndoa. Kuvumiliana. Wanawake wana changamoto kwa sababu ni wana udhaifu. Kwa hiyo
inahitajika sana umsubirie, au uwe na subra sana, usichukue maamuzi ya haraka, kwa sababu utapoteza familia. Kwa hiyo haya ni katika ambayo nimependa kuwafikishia. Haki ni nyingi, lakini kutokana na muda tunamwomba tutosheke hapa. Wajazakumullahu khair.